Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Makamu wa pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ametoa wito kwa wananchi kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kulinda afya zao, akisisitiza kuwa afya ni mtaji wa maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Mheshimiwa Hemed ametoa wito huo jijini Dodoma wakati akizungumza na washiriki wa mbio za kilomita 5, 10 na 21, yani nusu marathon za Silent Ocean Bunge Marathon zilizoandaliwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akiwasihi wananchi kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Napenda kutoa rai kwa wananchi wote kuweka utaratibu wa kufanya mazoezi kwa kutambua afya ya mwananchi ni mtaji wa maendeleo ya taifa lolote duniani. Tufanye mazoezi ili tujenge nguvu ya uzalishaji na kuliletea taifa letu maendeleo endelevu. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azzan Zungu amesema zaidi ya watu 4,000 wameshiriki mbio hizo, akieleza kuwa idadi hiyo inaakisi uwepo wa amani na utulivu nchini, huku mwenyekiti wa Bunge Bonanza Festo Sanga akibainisha kauli mbiu ya mbio hizo. Nishukuru sana. Haya yote niwakumbushe yanafanyika sababu ya amani kwenye nchi yetu. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kusimamia na kuendelea kusisitiza swala la amani Tanzania. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuhamasisha kuwaleta pamoja wa Tanzania. Na sisi kama bunge tunafanya haya kwa kauli mbiu ya kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu. Kama taifa tunabaki pamoja kupitia michezo. Bunge Marathon si mbio tu, bali pia ni darasa kwa taasisi nyingine, ikiwemo shirika la viwango Tanzania TBS ambalo linatarajiwa kuandaa marathon itakayofanyika Dar es Salaam mwezi Mei mwaka huu. Mtu anapenda kula chips rojo, kuku wa siku 28, mayai yachukua na baba, energy. Ile ni hatari kubwa sana kwa wakimbiaji. Ni experience nzuri sana kwa sababu kila mtu ana kipaji chake. Wenye wameweza kukimbia wakashinda wameonyesha vipaji vyao, na tunaomba tusifiche vipaji vyetu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Amani Mbando kwa taarifa kutoka Dodoma. Wadau wa michezo nchini wametoa wito kwa serikali kuwaunga wadau ambao wamejitokeza katika ujenzi wa miundombinu ya michezo hususan mashuleni, jambo ambalo litasaidia kuongeza ushindani na kutoa nafasi kwa vijana kushiriki michezo kuanzia ngazi ya shule. Wito huo umetolewa na uongozi wa shule ya sekondari ya St. Mary Mbezi Beach jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa uwanja wa mpira wa kikapu wa kisasa ambao utakuwa na uwezo wa kuchezwa michezo ya usiku, ambao umefungwa vifaa vinavyotokana FIBA, ambao unatarajiwa kuwa mkombozi wa vijana wanaocheza mpira wa kikapu. Kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo tunahitaji kushirikiana na Baraza la Michezo Tanzania BMT. Kwa tunahitaji wito wao waweze kutusaidia pale tutakapoenda kuwaomba, kwa sababu kama sasa hivi tumeanza kupata partnership, wengi wanahitaji kufanya pamoja. Lakini hiyo peke yetu hatuwezi, tunahitaji kama serikali pia ituangalie kwa sisi taasisi binafsi ambao tunajitahidi kukuza vipaji vya watoto. Ni wito wangu sasa kwa vyama vya basketball mkoa wa Dar es Salaam wala BD kuja kufanya mashindano. Huu uwanja unataa, una kila kitu. Pia tunaweza kuboresha vipaji vyetu. Huu uwanja unaweza kutusaidia pakubwa sana katika kukuza kipaji chetu, kwa sababu bila huu uwanja tusingeweza kucheza. Kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Klabu ya AFC Bournemouth ya nchini Uingereza imemteua kocha raia wa Ujerumani Marco Rose kuwa kocha mkuu wa timu hiyo, kuchukua nafasi ya Andoni Iraola anayetarajiwa kuondoka mwishoni mwa msimu huu. Mjerumani huyo anatarajiwa kuchukua nafasi hiyo baada ya klabu hiyo kuthibitisha Jumanne kuwa Iraola ataondoka ndani ya uwanja wa Vitalit mwishoni mwa msimu huu. Ingawa kuondoka kwa Iraola kulikuwa pigo kwa Shellies, japo haijashangaza, na sasa kocha huyo atakwenda kutafuta malisho mapya katika sehemu nyingine.
Bournemouth walikuwa na mpango wa kusaka kocha mpya na walikuwa wamemtaja Rose pamoja na Kieran McKenna wa Ipswich Town pamoja na Inigo Perez wa Rayo Vallecano kukinoa kikosi chao msimu ujao. Rose mwenye umri wa miaka 49 amekuwa bila klabu tangu alipofutwa kazi na klabu ya RB Leipzig Machi mwaka jana na hajawahi kuinoa klabu yoyote ya nchini Uingereza. Rose ana uzoefu mkubwa akiwa pia amefanya kazi vilabu vya Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach na Red Bull Salzburg. Rose pia alikuwa mmoja wa wagombea waliokuwa wanatazamwa na klabu ya Tottenham Hotspur kufuatia kufukuzwa kazi kwa Thomas Frank mwezi Februari mwaka huu kabla hawajampa ajira kocha Roberto Di Zerbi. Kenny Malila, Channel 10 Michezo Kimataifa. Asante Kenny Malila, journalista Mario Fiho kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa umakini wa hali ya juu. Na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani, lakini ndio mwisho wa habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, ni kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Sasa ni muda wa kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Usiku wa leo ni matarajio tukua ukanda wa Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kaskazini mashariki, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Singida na Dodoma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan katika pwani ya kaskazini, lakini vikisambaa katika maeneo mengine ya nchi. Mamlaka ya Hali ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Tafadhali chukua tahadhari. Na kwa siku ya kesho ni matarajio tukua katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Ukanda wa Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, nyanda za juu kaskazini mashariki, Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida na Dodoma, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.